Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kutokana na taarifa hii na risala, naomba nami nitumie fursa hii kwa niaba ya vijana wote wa Kagera. Naomba nitumie fursa hii kipekee kumshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Makofi ya kutosha kwa rais wetu kwa namna ambavyo kupitia wizara yetu ya elimu, kwa namna ambavyo ameendelea kuboresha vyuo vyetu. Ninyi ni mashuhuda, ninyi ni mashuhuda. Tangu aingie Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye nafasi ya uongozi mwaka 2021 mpaka leo, yako mambo makubwa mazuri yamefanyika ndani ya chuo chetu chini ya uongozi wake imara na mahiri kweli kweli. Risala mlioisoma wahitimu, taarifa aliyoisoma mkuu wa chuo ni uthibitisho wa maneno haya kwamba serikali yetu chini ya Dr. Samia imefanya kazi kubwa na nzuri ya kuendelea kuimarisha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji kwa wanachuo wa chuo cha ualimu Katoke. Yako mambo mengi umeyasoma kama mafanikio, ikiwemo swala la kuendelea kuongeza watumishi kwenye chuo hiki, wakufunzi na wale wasiokuwa wakufunzi. Hii yote ni kazi ya rais wetu, ni kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini mkuu wa chuo umeeleza namna ambavyo serikali yetu chini ya Dr. Samia imeendelea kuleta fedha nyingi sana kwenye chuo hiki. Umeeleza fedha zinazoletwa kwa ajili ya matumizi ya chuo kama masuala ya umeme, lakini vile vile umeeleza fedha iliyoingizwa chuoni kwa ajili ya wazabuni. Hii yote ni kazi ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia. Lakini umeeleza mkuu wa chuo kwamba kwa hapa tayari mmepata au mmeunganishwa, mmefungiwa mtandao wa internet kwa njia ya fiber ili kurahisisha vile vile. Unajua sasa hivi dunia iko kiganjani, manake matumizi ya ofisi, wanafunzi, ili kufacilitate internet kuweza kuingia kwenye Google kuangalia vitu. Hii pia ni kazi ambayo imefanywa na serikali yetu. Ndugu wazazi na waalikwa wote, tuichukue kama somo kwamba yamkini una kijana wako yuko nyumbani amemaliza elimu ya cheti, wakati ambao anaendelea kusubiri serikali itoe ajira. Na tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, ameendelea kutoa ajira. Ni siku 100 tu za kwake kuingia madarakani, tuliona ajira za walimu 7,000 tayari zimetokea na walimu wameajiriwa kwenye maeneo yote nchini. Naomba tuendelee kumpigia makofi Mheshimiwa Rais na kiongozi wetu mkuu wa nchi. Kwa hiyo niwatie moyo kwamba ninyi mnaenda kupiga, tunasema unapiga ndege wawili kwa jiwe moja, na niwaombe msibweteke mnavyoenda mtaani. Unapopata fursa leo, una diploma, una uwezo wa kuanza kufanya maombi, ukajikuta unaenda kuanza shahada ya ualimu wako, unakuja kuajiriwa, unajikuta hata ushapata hata degree. Yule mwenye cheti yeye kasubiri, yuko mtaani, analaani, anaongea, anasema huwa haiwezekani, wakati wewe unaendelea kuchukua hatua. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kwa kumalizia, nami ninayo mambo mawili ya kumaliza nayo. Jambo la kwanza kuhusu wahitimu, na hapa mnisikilize vizuri, kuhusu wanachuo mnaoendelea kuwepo hapa kwa mwaka wa kwanza na wageni waalikwa na wazazi wetu mliopo hapa. Wito wangu wa kwanza, tushirikiane, tuendelee kuiunga mkono serikali yetu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tulinde amani ya nchi yetu kwa wivu mkubwa, tulinde ustawi, na bahati nzuri viongozi wa dini hapa wametusomea wakasema tulinde ustawi, utulivu, amani na mshikamano wa nchi yetu, kwa sababu hatuna nchi nyingine. Tanzania ndiyo nchi yetu mama, hatuna taifa jingine. Amani ikitoweka, mkuu wa chuo, hata hivi tulivyoketi masaa 4 5 hapa hatuwezi kuketi. Kwa hiyo niwaombe sana
Panako changamoto, tuna namna ya kuziwasilisha. Sisi vijana tunaojiita Gen Z, Dr. Samia Suluhu Hassan amesikia kilio chetu, akasema si mnataka kusikilizwa, ametupa wizara inayotakiwa kutusikiliza, na tumeona kwa mahususi Mheshimiwa Waziri ashafika kwenye mkoa wetu wa Kagera na alikuja Muleba. Tunako sehemu ya kupeleka changamoto zetu, manunguniko yetu, malalamiko yetu. Vijana wenzangu, tusiwe tayari, tusishawishiwe, tusikubali kwa namna yoyote kuvunja, kuvuruga au kuhatarisha amani ya nchi yetu.